Wala nihubiri maneno machache sasa leo. Taendelea na somo langu la zaka na utoaji. Kwa dakika chache, alafu tunaenda kuomba. Soma Zekaria sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4. Zekaria sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4. Zekaria sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4. Nasoma. Karibu. Inasema ndipo akaniambia, hii ndio laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote. Maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila apaye atatolewa kama ilivyo upande wa pili. Mstari wa 4. Nitaituma itokee, asema Bwana wa majeshi, nayo itaingia katika nyumba ya mwivi, na katika nyumba yake yeye apaye kwa uongo kwa jina langu, nayo itakaa katikati ya nyumba yake na kuiteketeza pamoja na boriti zake na mawe yake. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili andiko tulilisoma Jumapili. Tunazungumzia kuhusu zaka. Lakini tukaangalia aina 4 zinazowakabili watu wasiotoa zaka. Aina 4 za laana ambazo ndani yake kuna laana nyingi, lakini aina kuu 4 za watu wasiolipa zaka au wanaomwidia Mungu zaka. Unaposoma kwa habari ya zaka ni mali ya Mungu, na kwa sababu ni mali ya Mungu utakuwa unamnyang'anya Mungu. Mungu anajua yote, yuko kila mahali, ana nguvu zote. Kuna mtu anayeweza kumwidia Mungu kwa sababu ana nguvu zote. Huwezi ukateka vitu vya mwenye nguvu kavinyang'anya, lakini Mungu anasema unaniibia. Ukisoma Biblia ya Kiingereza anatumia neno roba. Anatumia neno roba, hatumii neno thief. Thief ni mwizi, roba ni mnyang'anyi. Kwa hiyo anatumia neno roba. Na anapotumia neno roba, kwa maana yake yeye ni anaona. Unaweza ukamwibia mtu asiyeona, hakuwepo pale, unamwibia. Lakini mtu anayeona, maana yake huibi, unamnyang'anya. Si ndio jamani? Unamnyang'anya. Ndio sababu anatumia neno roho pale. Sasa Mungu unamnyang'anya kile ambacho ni cha kwake. Na kesi ya unyang'anyi kwenye mahakama ya mwanzo haisikilizwi. Ni kesi kubwa. Kesi ya unyang'anyi inasikilizwa kwenye mahakama kuanzia wilaya, kutokana na uzito wa kesi yenyewe. Wizi wa ngawira, wizi wa nguvu, ndicho kinachotokea kwenye zaka. Unamnyang'anya mtu kilicho cha kwake. Zaka ni mali ya Mungu. Kwa hiyo unapoichukua unamnyang'anya kilicho cha kwake. Na kama unamnyang'anya kilicho cha kwake, anasema sasa huyu mtu ni mwizi. Na kama huyu mtu ni mwizi ambaye ni aina ya wizi wa kunyang'anya, anasema nitaitoa laana, inaenda duniani kote ikizunguka, itaingia ndani ya kila nyumba ya mwizi, na ikiingia ndani ya kila nyumba ya mwizi itakaa katikati. Kwa hiyo kama iko katikati, manake ukiwa huku inakupata, ukiwa kule inakupata, inakuangalia mahali ulipo, mwizi wa fungu la 10. Na anasema itakaa humo mpaka kuiangamiza nyumba hiyo na boriti zake zote na tofali zake zote. Ndicho linachosema andiko tulilosoma. Sasa kwa nini Mungu amekuwa na hasira juu ya zaka namna hii? Kwa nini Mungu amekuwa mkali namna hii? Kwa sababu unamnyang'anya. Na kwa sababu
ana nguvu zote za kuadhibu, lakini angalia jinsi ambavyo Mungu ni mwaminifu. Anawavumilia watu ili wafike mahali pa kutubu. Sawa na wanapotenda dhambi, Mungu angeweza kuadhibu, lakini anavumilia ili waweze kutubu. Kwa hiyo hapo ni aina ya kwanza ya laana, kwamba kuna laana inayoangukia wezi na kuja juu ya mwizi wa fungu la 10. Lakini kuna aina ya laana ya pili, ni ile ya watu wanaothubutu kumwibia Mungu. Aina ya pili ya laana ni ile laana ya watu wanaohalifu Torati, kwamba kuna watu walikuwa wanaharibu Torati, lakini Mungu anaamuru ile laana ya watu wanaoharibu Torati ije juu yao, ambayo tulisoma Jumapili katika Kumbukumbu la Torati sura ya 27 hadi sura ya 27 mstari wa 26 tukaisoma kwamba unalaaniwa, na pia tukasoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza kwamba hawa watu watalaaniwa mjini, watalaaniwa mashambani, watalaaniwa kila mahali. Hapo kuna laana 15. Lakini leo twende mbele zaidi. Andika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 22. Hapo utakuta aina 35 za laana ambazo anasema huyo mtu asiyelipa zaka ataandamwa na magonjwa maisha yake yote. Huyo mtu asiyelipa zaka na akiharibu Torati, kifo, ataandamwa na kifo, ataandamwa na homa kali, ataandamwa na kuwashwa. Wewe soma tu hizi mistari utaziona. Sura ya 28, wewe soma mstari wa 22. Ataandamwa na kuwashwa. Alafu ataandamwa na hali ya moto, yaani mwili wake masaa yote ni wa kuwasha. Tumbo lake linakuwa na joto lisilo na kipimo. Utakunywa maji, utafanya kila linalowezekana, huo joto la tumboni halipoi. Anasema atapanda lakini hatavuna kitu. Alafu atakuwa na ugonjwa wa ukaufu, atakuwa na ugonjwa wa koga. Mbingu iliyo juu ya kichwa chake inakuwa shaba, ardhi inakuwa chuma. Kutakuwa na ukame wa mvua katika eneo lake mpaka atakapoangamizwa na ukame. Atapigwa na maadui zake pande zote. Maadui watatokea, yeye atatokea mbele za adui zake kwa njia moja, atakimbia kwa njia 7. Huyu mtu hatakuwa na makao. Hizo ni aina za laana zilizoainishwa pale. Najaribu kukuonyesha kwa nini mtu huyu analaaniwa kwa laana. Hizo laana kwanza ziko wapi, za aina gani? Hapa iko kibarua. Andika Zaburi ya 109 mstari wa kwanza mpaka wa 17. Tusome hizi mistari na tunamaliza. Zaburi ya 109 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Soma. Hii inaitwa laana ya watu wasio na shukrani. Mungu pia watu wasio na shukrani huwa anawalaani. Akikutendea utendi haki, umshukuru, anakulaani. Najaribu kuonyesha usipende yale maneno malaini ambayo nabii amesema. Nabii Isaya akasema tuambieni maneno malaini, msituambie maneno magumu. Kanisa lisilofundisha mambo haya, watu wake watakuwa watu wa kufundishwa maneno malaini. Watu wanataka washangilie, wanataka wafurahi, lakini watu huko wako kwenye laana. Lazima uwaambie kile kinachowasibu, mwenye kupona apone. Soma Zaburi ya 109 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Ee Mungu wa sifa zangu, Mungu wa sifa zangu, twende. Usinyamaze. Kwa maana wamenifungulia kinywa cha mtu asiye haki. Cha hila. Wamesema nami kwa ulimi wa uongo. Naam, kwa maneno ya chuki wamenizunguka. Wamepigana nami bure. Badala ya upendo wangu wao kunishtaki. Ijapokuwa
na aliwaombea. Wamenitukuza mabaya badala ya wema, na chuki badala ya upendo wangu. Uweke mtu mkorofi juu yake, ushtaki asimame mkono wake wa kuume. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Siku zake na ziwe chache, usimamizi wake na atwaye mtu mwingine. Wanawe na wawe yatima, na mkewe na awe mjane. Tanga na watange wanawe na kuomba, watafute chakula mbali na mahame yao. Mstari wa 11, dai na anase vitu vyote alivyo navyo, wageni na watake mapato ya kazi yake. Asiwe na mtu wa kumfanyia fadhili, wala mtu wa kuwahudumia yatima wake. Mstari wa 13, wazao wake waangamizwe, jina lao likatafutwe katika kizazi cha pili. Amen. Asante. Unaona hapo anazungumzia laana ambayo inawapata watu wasio na shukrani. Wale watu ambao wametendewa mema hawashukuru. Wale watu ambao wametendewa mambo makubwa ambao hawashukuru. Hiyo ni laana ambayo inawapata. Anasema kwenye mstari ule wa 6. Huyu mtu anawekewa mtu mkorofi juu yake. Kama uko kazini unashangaa mkuu wako anakuwa mkorofi, akikuona anakuwa na hasira tu na wewe. Kumbe wewe ni laana ya mafungu ya 10 imekuja kwako, na aina ya laana iliyokuja ni ile ya watu wasio na shukrani ambao Mungu amewatendea. Lakini anasema shetani asimame mkono wake wa kuume. Hivi shetani akisimama mkono wake wa kuume, wewe utapata kitu chochote? Waizi wa mafungu ya 10, shetani wao usimama mkono wao wa kuume. Kwa hiyo hawafanyi kitu chochote ambacho wanataka, kwa sababu wamelaaniwa kwa laana. Hiyo ni aina laana ambayo mtu hulaaniwa kwa laana. Jambo la tatu nasema huyu mtu ahukumiwa kuwa na hatia kwa kila kitu ambacho anafanya. Kwa hiyo mtu asiye na shukrani ni yule aliyehukumiwa amehukumiwa na kupatikana na hatia. Anasema maombi yake igeuke kuwa dhambi. Mtu asiyetaka kulipa fungu la 10, maombi yake anapoomba inakuwa ni dhambi mbele za Mungu. Badala ya maombi Mungu aisikie, inamchukiza Mungu maana yake. Anasema siku zake ziwe chache. Wasiolipa mafungu ya 10 siku zao ni chache. Lakini anasema nafasi yake ichukuliwe na mtu mwingine. Unaweza kuwa na nafasi fulani, na unashangaa ichukuliwe na mtu mwingine kwa sababu ya wizi wa mafungu ya 10. Anasema watoto wake na wawe yatima. Kwa maana yake Biblia inasema huyu mtu kwa laana hiyo anaendelea mpaka anaangamia mpaka watoto wake na kuwa yatima. Alafu anasema mke wake na awe mjane. Alafu anasema watoto wake wakatange mbali, watafute chakula mbali na mahema yao. Anasema mdai na anase vitu vyake. Unaenda kukopa braki, unaenda kukopa pale, baadaye vitu vya nyumbani vinatekwa, vinachukuliwa na hao watu. Kumbe laana inaandama wewe, unajaribu kufanya kila kitu kinachowezekana. Lakini pia anasema wageni na wateke mapato ya kazi yake. Ndio unarudi pale ambapo waharibifu hula mali za wale watu wasiolipa mafungu ya 10. Unaweza kuwa na hela lakini unashangaa wageni wameteka mali yako. Yaweza kuwa uharibifu ambao unakuja ikateka pesa zako. Anasema pasiwepo na mtu wa kuwafanyia fadhili. Yaani Mungu anawafunga watu wa kusaidia hawapatikani. Anafunga milango, wafadhili wanakosekana kwa sababu wanaandamwa na laana. Lakini pia anasema wazao wake wakaangamizwe. Maana yake laana hiyo inaenda mpaka kwa watoto, kwa wazazi, kwa vizazi vijavyo. Anasema jina lao lifutwe katika kizazi cha pili. Majina ya watu waliolaaniwa kwa zao ufutwe katika kizazi cha 4 kibibilia. Lakini ya mafungu ya 10 Biblia inasema majina yao yafutwe katika kizazi cha pili, kwamba huyu mtu asiwepo duniani, uzao wao usiwepo duniani. Anasema pasiwepo na mtu wa kuwahurumia. Mungu anafunga wale wa kuhurumia wasionekane. Unaweza kuwa na tatizo, ukawa na shida, wala hakuna mtu mwenye habari na wewe. Mlango unafungwa. Hapo anasema uovu wa baba zake ukumbukwe mbele za Bwana. Alafu anasema dhambi ya mama yake isifutwe.
ziwe mbele zako daima. Uone jinsi ambavyo laana za watu ambao hawana shukrani inapoletwa juu ya mwizi wa fungu la 10. Anasema na kumbukumbu lao liondolewe duniani. Hapa anasema laana na impate. Anasema baraka na ziwe mbali naye huyo mtu, kwa sababu anamwibia Mungu. Alafu anasema laana na injilie kama maji yanapomiminika, yanapopita kila mahali, kwa sababu huwezi ukazuia maji. Mafuriko yakija huwezi zuia mahali popote. Sasa laana inakuja kama mafuriko, inakuja kama maji, inakuja kama mafuriko. Alafu anasema laana na itamwingie kama mafuta. Najua ukiunguzwa na mafuta ni hatari, afadhali unguzwe na maji. Hiyo ni laana ya watu wasio na shukrani. Kwa hiyo inakuja juu ya mwizi wa fungu la 10. Hiyo laana inakuja kama mafuta. Kwa maana yake mafuta inaweza ikaunguza mpaka na mifupa. Kwa hiyo wewe kila kitu unachofanya ni laana kwa sababu ya mwizi wa mafungu ya 10. Tena anasema laana na ikamwingie, ikamng'ang'anie kama vazi ajivikana. Kila mtu hapa na mavazi. Hivi mtu aliyeng'ang'aniwa na laana kama vazi ulioivaa, kuna lini baraka itapita kwako? Haiwezi kupita kwako hata siku moja. Na hapa kuna laana 27. Laana 27 anasema laana na ikamng'ang'anie kama mshipi ajifungaye. Naona hizi laana zipo kwa ajili ya watu wasio na shukrani. Sasa Biblia inasema atalaaniwa kwa laana. Kwa hiyo inakuja mpaka na laana hizi za watu wasio na shukrani juu ya mwizi wa mafungu ya 10. Hakuna kitu cha muhimu kama kuwa mwaminifu mbele za Bwana. Mungu ni Mungu aliyetukuka sana, ni Mungu mwenye nguvu sana, ni Mungu anawajali watoto wake. Lakini Mungu anawajali watoto wake pale ambapo nao wanamheshimu. Kama wao mheshimu Mungu, Mungu anaondoa baraka juu yako. Na ukizoelea kula fungu la 10 ni hatari mno. Kwa nini ni hatari? Shetani anajua fungu la 10 linaleta baraka. Na hivi unawazaje kushindwa kulipa 1000 ya fungu, wakati tukikaa tunakula shilingi 10,000, mimi na wewe wawili tunakula 10,000 ya kwako, sio ya kwako. Ukikaa na rafiki yako mnakunywa soda, kila mtu shilingi ya 700, alafu na chakula unashangaa 10,000 hakuna. Alafu ikifika saa ya fungu la 10 Jumapili unashindwa. Hivi unafikiri ni wewe? Sio wewe, ni shetani. Anajua huyu mtu akilipa fungu la 10 atabarikiwa. Kwa hiyo anaweka roho nyingine ndani yako ili laana hii ije juu yako. Shetani ni baba wa laana, anataka alete hizi laana juu yako ili usifanikiwe katika maisha yako. Na mimi niseme hiyo roho ikuachie kwa jina la Yesu kuanzia leo, iondoke katika maisha yako. Haleluya, haleluya. Hiyo roho iondoke, hiyo ni roho. Mwambie mwenzako hiyo roho ikatae. Mwambie ikatae. Mwambie ikatae. Ni roho. Sisi kwa mtu anashindwa kulipa 1,000 kwa 10,000. Haya. Kama sio roho tuelewane. Kama sio roho, ni nani huyu mwezi unapita hajapata shilingi 10,000 duniani? Anaishije huyo mtu? Lakini ni wangapi mwezi unaisha hawana fungu la 10 kanisani kama sio maroho? Ile roho inakwambia, inakupangilia matumizi. Ukifanya hivi, ukitoa hii, ile itashindikana. Ukitoa hii, ile itashindikana. Sasa unabaki kuwa maskini katika maisha yako, unabaki kuwa chini ya laana. Lakini watu wenye akili, matumizi namba 1 anapopokea pesa ni zaka yake ya fungu la 10. Hiyo ni matumizi namba 1. Haleluya. Matumizi namba 1. Unapofanya shughuli zako, unatakiwa upangilie matumizi namba 1 siku zote kwa mtu mwenye akili ni zaka. Namba 1, ameshapokea mshahara, ameuza mahindi, ameuza ng'ombe, kabla hajagusa anatoa zaka ya Bwana. Hii ni matumizi namba 1. Anasema hii sio ya kwangu, inaondoka. Matumizi namba 2 kwa mapato yako ni madeni ulio nayo, usiliaibishe jina la Bwana. Unalipa madeni ya watu
Umekopa kabla hujapata mshahara, kabla hujauza. Matumizi namba 2 ni kulipa madeni ya watu. Nalipa madeni ya watu. Ukilipa madeni ya watu, hapo hiyo ni kanuni ya pesa. Nalipa madeni ili ubaki salama. Haleluya. Matumizi namba 3 ni kujiwekea 20% ya akiba kwenye mapato yako. Ukitaka kuwa mtu anaendelea, unajiwekea akiba ya 20%. Kwamba hii ni wale wenye kidogo ndio wanajua. Lakini hizo zingine sasa fanyia matumizi yako. Hiyo ndio kanuni ya pesa. Na kama ukienda namna hiyo, unakuwa na akiba, huku madeni huna, huku umelipa zaka, baraka inakuja juu yako. Bwana asifiwe. Amen. Usitembee gizani. Jua Mungu wa baba yako. Jua Mungu aliyekuokoa. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ni Mungu wa zaka, na njia yake ya kubariki watu ni kulipa zaka na matoleo. Hapo baraka inamiminika, mvua ya baraka inamiminika. Naweza kujiuliza, ukasema bwana mchungaji anafundisha laana. Ninakufundisha ili uelewe, usilaaniwe gizani, uelewe ukiwa unalaaniwa huko nuruni. Alafu sasa vipindi vinavyokuja na kuletea namna ambavyo zaka huleta baraka, mpaka utashangaa. Nina Jumapili 3 za kufundisha baraka zinazotokana na zaka. Kwa hiyo andaa moyo wako kuwa mtoaji wa zaka. Hivi kweli kama uko ndani ya kanisa la TAGPRC una bahasha ya zaka, hivi kweli wewe ni mshirika? Una akili wewe? Watu wanaponywa namna hii, alafu ukiambiwa zaka ni kwa Mungu unasema hivi, kwa uponyaji unasema uponyaji unatoka kwa Mungu. Tukisema baraka na zaka unasema nataka baraka tu, zaka hapana. Kuna kanuni ya kukua. Unatakiwa uachane na utani. Mtu ambaye hajakuwa ni yule mwenye kusema nipe. Kanuni ya kwanza ya kukua, mtu kuelekea ni kanuni ya nipe. Hiyo inaitwa kanuni ya ujana. Mungu nipe baraka, Mungu nipe baraka. Umempa matirio, anakuaje baraka? Umempa nini? Umempa matirio kutengeneza baraka zako? Hakuna kitu kisicho na matirio. Chochote, hata nyumba hii inapojengwa kuna matirio. Mawe yalienda chini, ukuta ukapanda kwa tofali, zote zimenunuliwa. Alafu sasa ukifanya matofali ilikuwa ya kwako. Matofali ulinunua baada, halikuwa ya kwako, ulimpa yule mtu pesa ili upate nyumba. Baada ilikuwa ya kwako, haikuwa ya kwako, ulimpa mwenye baadhi pesa. Sasa nyumba ikawa ya kwako, imetokea. Ukitaka baraka, mpe Mungu matirio ya kutengeneza baraka zako, na matirio ya kutengeneza baraka zako ni pesa zako. Unapopeleka pesa zako, zinakuja mvua ya pesa. Nikatoa mfano, nikasema kipindi hiki cha kiangazi ni kipindi ambacho jua linapowaka inachukua mvuke kutoka kwenye maziwa, unyevunyevu ardhini, mitoni, baharini. Alafu ikifika ile mwezi wa 10, mwezi wa 9 kuna jua kali. Jua likiwa kali, watu watasema kwamba kutakuwa na mvua kubwa mwakani. Kwa nini? Kwa sababu dunia imeruhusu mvuke uende kwenye mtungamo wa hewa, na kufika kule inafanyika mvua. Sasa kinachorudi ni mvuke, ni mvua. Ile 500 yako ya zaka itakuletea 50,000. Ile 100,000 yako ya zaka itakuletea mamilioni ya hela. Hiyo ndio mvuke unayompa Mungu. Mpe matirio. Mwambie mwenzako, mtikize, mwambie mpe Mungu matirio. Sasa mimi sijui utafanyaje, kwa sababu ukiangalia kwenye nani ya bahasha pale, watu wenye bahasha wachache, wengine ambao walichukua wakazitelekeza. Asifikiri kwamba ilinunuliwa zile bahasha, lakini anaandika jina lake alafu anaitelekeza. Ukiitelekeza bahasha ya fungu la 10 na Mungu anakutelekeza. Ukitupa kwenye dustbin, wewe dustbin ya mbinguni. Nakaa kwenye dustbin. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Tunaenda kuomba. Mungu wetu yuko hapa. Anataka kutu
kutubariki. Mwambie Yesu nageuka. Hiyo roho pambana nayo. Pambana nayo mpaka utakapoishi. Pambana nayo mpaka utakapoiangamia. Wengine mama na baba fungu hata ni mgongo. Baba anataka kufungua kupeleka fungu. Anasema huoni pale hakuna dirisha. Wewe unapeleka fungu iweka dirisha. Huoni pale watoto wa shule, mtoto hana nguo. Tulipe kwanza, tununue nguo za mtoto kwanza, ndipo tuanze kulipa mafungu. Wewe baba mjinga kuliko mama wote duniani. Na baba mjinga atakayeshawishiwa kwa namna hiyo. Unaingiza familia kwenye laana, unaingiza familia kwenye hatari mpaka kizazi cha pili, hiyo kizazi kimefutika. Kwa jina la Yesu hiyo roho ikutoke. Kwa jina la Yesu ukaone Mungu kwa mwono mwingine. Ukamwone kama mfalme mkonde jemedari wako wa vita vyako, anayekupambania dhidi ya maadui zao, wanayekupambania dhidi ya mashetani, anayekupambania dhidi ya magonjwa. Umwone kwa namna hiyo. Inua mikono yako juu, twende mbele za Bwana. Mwambie Mungu nisaidie. Mwambie Mungu nakataa hii roho. Mwambie nakataa hii roho. Na ukiwa umekataa, tutaona matokeo kwa kupokea bahasha fungu la 10 au kwa kubadilisha mawazo yako kuwa mtu mwingine kabisa wa kutoa mafungu ya kusema Bwana Yesu, na hata mbele zako ninakataa roho inayozuia mafungu yangu, inayofunga mapato yangu, inayofunga moyo wangu nisitoe mafungu yangu kwa waaminifu. Naomba unihurumie, naomba unisamehe, naomba unitakase, naomba unirehemu. Baba, asante kwa sababu ya neema yako, kwa sababu ya roho wako, kwa sababu ya nguvu zako. Baba, unisaidie, Baba unitetee, nami ninageuka, ninakufuata sasa. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Omba sasa kwa nafsi yako. Jiombee Mungu akuwezeshe ili uingie kwenye mamilioni ya watu waliobarikiwa na Mungu. Ingia kwenye baraka ambao Mungu ameahidi kwamba mkiniletea sadaka kamili nitatembea yule haleluya. Mkiniletea sadaka kamili matunda yenu hayatakukutisha matunda kabla ya wakati wake. Kwa hiyo ingia kwenye baraka. Omba, nenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kanisa la petu. Tunahitaji msaada wako Bwana. Utubadilishe Mungu wa mbinguni. Ingia katikati yetu. Uponye mioyo yetu. Uponye roho zetu. Utuwezeshe Bwana sisi kuwa waaminifu kwa ajili ya utoaji wa mafungu yetu ya kodi. Bwana utasimama, Bwana utajidhihirisha, Bwana utajitukuza kwa ajili ya utoaji wa mafungu ya kodi. Neema yako itaonekane Bwana, nguvu zako zitaonekane Bwana, ukatende maajabu, ukatende mambo makubwa katika jina la Yesu. Tunajitambia mikononi mwako. Siku ya leo tumeamua kubadilika. Siku ya leo tumekubali kukufuata. Naomba Baba utusaidie. Asante Bwana Yesu. Waponye wagonjwa, waponye wenye shida mbalimbali, waponye wanaoteseka sawa sawa na neno lako. Wasaidie Mungu mzima na kupitia maombi haya katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Wakati huu kama unahitaji maombi, njoo hapa mbele. Ni saa ya kuombewa watu wenye shida mbalimbali, wanaoteswa na adui, wanaoteswa na mashetani, wanaenda kuponywa. Yuko jemedari wa vita, yuko mahali hapa. Haijalishi una hali gani, geukeni madhabahuni. Twendeni mbele za Bwana sasa kuwaombea watu wenye shida. Unaumwa, njoo. Unapitia hali ngumu, njoo. Kuna hitaji ambalo liko moyoni mwako unapambana nalo, hujalipata, njoo. Kama hawa ndugu ambao wana mapacha, Mungu amewasaidia baada ya kupoteza watoto watatu, lakini hata hao walikuwa taabani. Mungu akawasaidia, na wewe atakusaidia. Hakuna lisilowezekana kwa Yesu. Yeye ni jemedari wa vita vyetu. Anapigana vita vyetu. Anapigana vita vyetu usiku na mchana. Ni jambo gani lisilowezekana? Kila kitu kinawezekana mikononi mwa Mungu. Jemedari wa vita yuko mahali hapa. Yeye ametupenda na ametuita ili tumtumikie. Mungu anataka utumikie ukiwa na afya njema. Acha mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba rehema. Unisamehe. Unitakase. Nisafishe kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Unifanye kiumbe kipya.
na mkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa kwako Bwana, nipokee, nifanye mtoto wako kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ninyi sasa mmeokoka, mmekuwa viumbe vipya, majina yenu mapya yataandikwa mbinguni kuanzia leo. Sasa tunaenda kuombea. Baba, katika jina la Yesu, na waleta watoto wako mikononi mwako. Wewe ni Mungu, wewe ni jemedari, wewe ni kimbilio, hakuna Mungu kama wewe. Ninaalika moto wa Roho Mtakatifu, moto kutoka mbinguni, kila roho ya uasi, nguvu zote za giza, kwa jina la Yesu, na haribu kazi za adui, na haribu mipango ya mashetani, na haribu mipango ya mapepo. Fire kwa jina la Yesu. Ondoka pepo chafu, kazi zako zote, mipango yako yote na sambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka mara moja, ondoka mara moja, moto kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu uzima. Na haribu kila kazi ya adui, roho ya uvamizi, nguvu za uvamizi, hapa kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Natangaza kufunguliwa, natangaza uzima katika jina la Yesu. Baba, shuka, tembea Baba, muhudumie mwanao, shika kwa mkono wako, kutana na haja ya moyo wake sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu. Fire! Fire! In the mighty name of Jesus. Pepo chini, fire! 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 Jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mikakati yote ya kuzimu, nguvu zote za shetani, moto, 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 kutoka mtoto wa kichwa mpaka waya mguu, moto, moto, moto. Hatuna kubaki hapa, hatuna kubaki hapa, hatuna kubaki. Wewe nani unangalia? Toka, 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 moka na nguvu zako zote, na roho yako yote, na nguvu zako zote, katika jina la Yesu. Mikakati aliyo nayo kazi shetani juu yako, fire, 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 fire. Chia maisha yake, chia maisha yake, chia maisha yake, chia maisha yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza uzima, natangaza kufunguliwa, natangaza uhuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uzima, kila mikakati ya kuzimu, roho ya ufuatiliaji, mizimu ya ufuatiliaji, moto, 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 kutoka mtoto wa kichwa mpaka waya mguu, na kuchoma pepo, na kuchoma pepo ufuatiliaji. Ule milango Baba, ukamfungulia milango ya mapato katika jina la Yesu. Nakemea roho ya madeni, nakemea roho ya madeni, nakemea roho ya kufukuzwa na mapepo kwa jina la Yesu. Moto, 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 ndoto za usiku nazifungia nje kwa jina la Yesu. Kuna nafasi, natangaza uzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uzima, na haribu kazi ya adui, mipango yote ya mapepo kwa jina la Yesu. Natangaza uzima. Baba, kutana na haja moyo mwana, ukakutana na afya yake Bwana, ukamsaidia Baba, ukamtetea katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na mkabidhi mikononi mwako, utamtetea, utamuinua, utafungua milango kwa ajili ya maisha yake, haja moyo